Jambo kubwa lililotuleta hapa ni uzinduzi wa nyumba. Mheshimiwa Mbunge, tunashukuru sana. Sisi nyumba hii umeijenga kwa siku 14, lakini sisi Wanailemi hatukuacha nyuma. Tumekuwa bega kwa bega na wewe kuhakikisha nyumba hii inajengwa. Kwa kujengwa nyumba hii kuna watu wamepata ajira. Kuna wakina mama walikuwa wanachota maji, bahati mbaya maji yalikuwa yanasumbua. Lakini kuna viongozi wamepata kazi pale. Kuna balozi aliyekuwa anasaidia kujenga pale, si yuko wapi? Yuko pale, amepata ajira, ameajiriwa na mafundi wako. Kwa hiyo Mheshimiwa Mbunge, tunashukuru sana. Lakini kitu cha kipekee kabisa Mheshimiwa Mbunge, nyumba hii watu wengi walizani haitafikia kwa haraka kiasi hicho. Sisi tunakupongeza sana na Mungu endelee kukubariki sana. Kwa sababu sisi Wanailemi ndio wenye uhitaji huko, tuko wengi. Tunaomba pale utakapoendelea kubarikiwa basi utuendelee kutukumbuka. Hizi nyumba zimehesabiwa, zote zimehesabiwa, yani makabila tofauti tofauti. Lakini ukimtizama unamchunguza, hana utajiri wa kusema labda hela zile sijui ni tajiri, wao ni maskini. Lakini anakujengea wewe. Huyu ni mtu wa ajabu. Lazima tumpe baraka zote. Wao ni maskini, lakini ana roho, anamtizama maskini. Yeye mwenyewe anamtupia mwenzie, kumbe na yeye ni maskini. Hicho ni kitu watu wanamna ni wachache sana kuja kuwapata. Kwa hiyo tuwe tunalindana. Machifu na sisi hatulali usingizi kwa ajili yake yeye, kwamba lazima alinde kwa kila njia. Viongozi wetu wameongea hapa na sisi tutajitahidi kuendelea kufanya kazi kama ambavyo siku zote tunafanya kazi, na tunamuomba Mwenyezi Mungu aendelee kutujalia tuwe na macho ya kuona wengi zaidi, lakini pia atujalie kipato zaidi ili tuwafikie watu wengi zaidi. Sawa ndugu zangu? Sasa leo tumefika kwenye kata yetu ya Ilemi na mtaa huu wa Mafute kwa sababu ya changamoto ambayo ilipata familia mojawapo katika mtaa huu. Nyumba yao iliungua, lakini iliungua kwa sura ambayo tusingeweza kufanya ukarabati wa ile nyumba. Kwa hivyo ilibidi nyumba nzima ibomolewe kwa sababu hata tofali zilikuwa ni zile tofali za udongo ule wa kawaida, kwa hivyo ikawa ni ngumu kidogo kufanya ukarabati. Kwa hiyo imebidi nyumba ijengwe upya, ndio maana mnasikia nyumba imejengwa. Maeneo mengine tunafanya tu ukarabati kama hiyo ambayo tumetoka huko Igawilo, ile ilijengwa kwa matofali ambayo nyumba bado imesimama, pamoja na kwamba vitu vingine viliungua. Kwa hiyo mabati na mbao na vitu kama hivyo ndio vinahitajika ili nyumba ikae sawa. Kwa hiyo tumetoa mchango pale, wanaendelea na kazi. Lakini kwa nyumba hii ya hapa ni nyumba ambayo imejengwa kuanzia chini mpaka juu na sasa imekamilika. Sasa nafahamu hata kwenye mtaa wetu huu wa Mafute na mitaa yetu mingine yote hapa Ilemi na mitaa yetu yote 60 kwa jimbo la Uyole, nafahamu wenye changamoto wako wengi. Na mimi sina uwezo wa kusema nitaweza kumjengea kila mmoja, lakini ninawashukuru sana ndugu zangu Wanailemi kwa uelewa wenu mkubwa sana, kwa sababu hata tulipokabidhi nyumba mwanzoni mwa mwaka uliopita kwenye mtaa wetu wa Mangaveta tulishirikiana hivi, lakini sikusikia mtu akisema hivi, mbona imeenda Mangaveta, sisi huku bado, sisi huku mbona kwenye mtaa wetu hajajenga. Yaani watu kiroho safi kabisa wanasema Mheshimiwa Mungu akubariki sana. Hamna mtu anasema mbona huko hajaja. Kwa hiyo jamani, mimi ninawashukuru sana kwa kunielewa kwamba mbunge wetu anajitahidi, lakini hana uwezo wa kumfikia kila mtu. Lakini kwa yule anayefikiwa, wote kama jamii tunafurahi na tunasherehekea pamoja. Si ndio jamani? Mungu awabariki sana kwa hilo. Lakini tutajitahidi, pengine tutabadili utaratibu kidogo wa namna ya kuwapata wale watu ambao tunawajengea nyumba, ili jamii iwe imeshiriki. Maana sisi tunafanya mambo mengi ambayo huko kwenye jamii tunawaona watu, lakini wakati mwingine pengine kwa sababu hatuishi kwenye huo mtaa tunaweza kuwa hatujaona sawa, lakini wale watu wenye mtaa husika wanaweza kuwa wameona sawa kuliko sisi, kwamba nani anastahili zaidi kuliko mwingine. Kwa hiyo tutabadili utaratibu
wa namna ya kuwapata hawa watu wanaojengewa nyumba, kwa sababu si kila nyumba ambayo tunajenga kwamba watu wanakuwa wameunguliwa kama hawa. Hapana, zingine hizi zilizotajwa hapa sio kwamba watu walipata athari za moto.